Lakini tutambue maisha ya mwanadamu baada ya kuisha Ramadhani, na tukitambua fika kabisa asilimia kubwa ya waumini wetu walibadilika 100%. Sasa nihusie nafsi yangu pamoja na kuwahusia ndugu zangu Waislamu, tuishi kwa mfumo wa aya moja tu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya Ramadhani kuisha, alafu na itukute Ramadhani nyingine. Tuishi kwa aya hii moja tu, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hii aya tukiishi nayo baada ya kuisha Ramadhani, sisi tutakuwa wacha Mungu sana na maisha yetu. Sisi hatutokufa, mauti hayatotuijilia, isipokuwa tutakufa hali ya kuwa ni Waislamu. Kinyume na hicho, asilimia kubwa watu baada ya kuisha Ramadhani, mwezi wa Ramadhani tukiswali Idi, asilimia kubwa watu wanakuwa uchamungu wanauacha pale pale msikitini. Dalili tosha kabisa ambayo imamu wetu alikuwa anaisema, leo waumini wako wapi ambao walikuwa wanamcha Mwenyezi Mungu hapa, waliokuwa wanazivuta nyiradi wanaingia msikitini mapema? Leo wako wapi? Waislamu, hizi nafsi zetu hizi, kama hatutorejea kwa Mwenyezi Mungu, zitakuwa zinatuangamiza siku ya Kiyama sana. Lakini yoyote mwenye kutambua hii aya ambayo Mwenyezi Mungu anasema, enyi ambao mmeamini, muogopeni Mwenyezi Mungu au mcheni Mwenyezi Mungu sana, ukweli wa kumcha, asije kadiriki mmoja wetu katika sisi afe, isipokuwa afe hali ya kuwa ni mcha Mungu. Asije akadiriki yoyote kufa isipokuwa afe hali ya kuwa yeye ni Muislamu. Zile nyiradi ambazo ulikuwa nakithirisha ndani ya mwezi wa Ramadhani, mrejee Mola wako. Hakuna njia mubadala, na hakunaga ucha Mungu ndani ya mwezi wa Ramadhani. Baada ya mwezi wa Ramadhani kuisha, watu wanakuwa wanarudi katika sehemu yao au mahala pao walikozoea. Hata hizi darasa ambazo imamu wetu alikuwa anazisema hapa, kama ni watu wacha Mungu, wala darasa hazisumbui. Juzi tulikuwa kwenye shughuli mahala, shekhe wakata analia haya ambaye alikuwa anayasema imamu wetu kwamba darasa zetu zimekufa kweli, na shekhe alisisitiza hilo. Na miongoni mwa kauli ambayo ilitolewa, kauli mbiu na shekhe wetu wakata, baada ya kufanya risachi katika darasa zake zote ambazo ziko eneo la kata ya Mandewa, asilimia kubwa amesema wakina mama waingii darasani. Pia akasisitiza sana shekhe wetu, akina mama wamekithirisha sana kwenye vikundi. Vikundi ni vimepangiliwa ratiba nzuri kuliko hata madrasa. Sasa ni waombe akina mama kwa ajili ya kumuunga mkono na kusisitiza maneno ya imamu wetu kipenzi. Jamani, niliwaambia hivi siku moja, hata juzi niliwaambia, imamu tumemweka, lakini miongoni mwa wajibu ambao sisi waumini tunatakiwa, imamu anapotoa amri ni wajibu wetu kumtii. Kiongozi yoyote tuliombebesha madaraka ya dini yetu ya Kiislamu,
akitoa maagizo, akitoa amri, wajibu wetu ni kumtii imamu, lakini kwa sharti muda wa kiongozi huyu kutotuamrisha sisi kumwasi Mwenyezi Mungu. Akituamrisha kumwasi Mwenyezi Mungu, hapana kumtii kiongozi huyu. Imamu wetu ameagiza mashehe, akina mama imamu anawaagiza, alafu imamu amesimama hapa kwa niaba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawa hizi alikuwa anazifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini leo amekufa. Nani afanye shughuli hii kama sio maimamu?